Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuhabarishe yale ambayo yanajiri siku ya leo maeneo tofauti nchini Tanzania. Uchaguzi mpya wanukia nchini Tanzania sasa, huku ripoti mpya zikiibuka kuhusu Samia Suluhu na uchaguzi uliopita wa Oktoba, huku sasa hivi baraza la wanawake wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bawacha wakiweza kutoa tangazo hili rasmi siku ya leo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya kisiasa nchini Tanzania kwa mara nyingine tena inaonyesha dalili za mvutano, matarajio mapya, huku wito wa uchaguzi mpya wa kitaifa ukishika kasi, ukichochewa na ripoti mpya na kauli za kisiasa zinazohoji uaminifu wa uchaguzi uliopita wa Oktoba na jukumu la utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan katika kusimamia mchakato huo. Nchi ya Tanzania inapoelekea polepole kuelekea mzunguko mwingine wa uchaguzi. Nchi ya Tanzania sasa inaingia katika shinikizo jipya la kutaka uchaguzi uweze kufanyika tena, huku mijadala juu ya uhalali wa uchaguzi uliopita na mageuzi unajitokeza tena kwa kuongezeka kwa nguvu katika majukwaa ya kisiasa na nafasi za mashirika ya kiraia. Katikati ya matukio ya hivi karibuni ni baraza la wanawake la chama cha upinzani Chadema maarufu kwa jina la Bawacha ambalo limetangaza hadharani kuwa Tanzania inapaswa kurejea kwenye uchaguzi mkuu mpya baada ya mageuzi ya kina ya kisheria na maboresho ya mfumo wa uchaguzi kutekelezwa. Baraza hilo linasema kuwa uchaguzi uliopita ulikuwa na dosari za kimsingi na ulishindwa kuakisi matakwa ya kweli ya wananchi, msimamo ambao umeibua mjadala wa nchi nzima kuhusu viwango vya demokrasia na utawala bora. Hata hivyo, akizungumza kwa niaba ya shirika hilo, mwenyekiti wa Bawacha Chadema Taifa, Sharifa Suleiman, alisisitiza kuwa msimamo wa baraza hilo hautokani na urahisi wa kisiasa bali ni tathmini ya kina matukio yaliyotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kulingana naye, mazingira ya uchaguzi yaliathiriwa sana na hivyo kufanya kutowezekana kutambua matokeo kama halali au uwakilishi wa chaguzi za wananchi, huku hii ikija kama taarifa mbaya kwa Samia Suluhu. Bawacha imejipanga kikamilifu na kauli iliyotolewa Disemba tarehe 11 mwaka 2025 na makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche ambaye alikataa uhalali wa uchaguzi mkuu na matokeo yake. Ulinganifu huu unaashiria msimamo mmoja ndani ya upinzani unaopendekeza juhudi zilizoratibiwa za kupinga utaratibu uliopo wa kisiasa kupitia shinikizo la kitaasisi na umma badala ya ukosoaji wa pekee. Nguzo kuu ya hoja ya Bawacha ni ulinzi wa haki za kisiasa za wanawake ambazo baraza hilo linasema zilikiukwa vikali katika kipindi chote cha uchaguzi. Hata hivyo, kulingana na Sharifa Suleiman wa Bawacha, wanawake katika mikoa mbalimbali walikabiliwa na vitisho, unyanyasaji na kutengwa kimfumo, hali ambazo zilidhoofisha uwezo wao wa kushiriki kwa uhuru na usalama katika shughuli za kisiasa, na hivyo wanataka Samia Suluhu urais wake ubatilishwe na uchaguzi ufanyike tena. Alieleza kuwa wanawake wengi walikatishwa tamaa na kugombea, kufanya kampeni au hata kupiga kura kutokana na vitisho, matusi na hali ya hofu ambayo inakinzana na hakikisho la kikatiba la usawa na ushiriki. Katika tathmini ya Bawacha ndani ya Chadema, ukiukwaji huu haukuwa wa bahati mbaya bali ulionyesha udhaifu mpana wa kimuundo katika mfumo wa uchaguzi na utaratibu zake za utekelezaji Tanzania. Baraza hilo sasa zaidi linasema kuwa unyanyasaji wa wanawake hauwezi kutazamwa kwa kutengwa, kwani hatimaye ulidhoofisha uaminifu wa mchakato mzima wa uchaguzi uliopita. Kwa mtazamo wao, uchaguzi hauwezi kuelezewa kuwa huru na wa haki ikiwa sehemu kubwa ya idadi ya watu imetengwa kwa utaratibu au kukabiliwa na shuruti na vurugu. Hata hivyo, zaidi ya masuala ya kijinsia, Bawacha ilishikilia kuwa mchakato wa uchaguzi kwa ujumla uligubikwa na dosari ambazo zinatilia shaka uadilifu wake, na hivyo wanataka uchaguzi uliopita uweze kufutwa na uchaguzi mpya kufanyika. Hizi ni pamoja na madai ya matumizi mabaya ya taasisi za serikali, ukosefu wa uwazi katika usimamizi wa kura na ukosefu wa ulinzi wa kisheria wa kulinda uhuru wa kisiasa, ambayo wote wanasema kwa pamoja yaliondoa imani ya umma Tanzania. Kutokana na hali hiyo, baraza hilo la Chadema Bawacha limemtaka moja kwa moja Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kuondoka madarakani na uchaguzi ufanyike tena, na wamemtaka kutafakari kwa kina tuhuma hizo na kuchukua uongozi wa kisiasa katika kuiongoza nchi kuelekea mchakato mpya wa uchaguzi. Bawacha inasisitiza kuwa hatua hiyo itadhihirisha dhamira ya demokrasia, uwajibikaji na maridhiano ya kitaifa badala ya udhaifu. Kwa mujibu wa baraza hilo, kurudi kwenye uchaguzi mkuu mpya hakupaswi kutokea chini ya mfumo wa sasa wa kisheria, badala yake
wake ni lazima kutanguliwa na mageuzi makubwa ya kisheria, taasisi na taratibu za uchaguzi ili kuhakikisha uhuru, haki na uwazi. Bila mabadiliko haya, wanadai uchaguzi wote ujao unaweza kuhatarisha kupata matokeo yale yanayopingwa. Sharifa Suleiman wa Bawacha alisisitiza kuwa mageuzi ya kisheria ni muhimu katika kurejesha imani ya umma na kuhakikisha kuwa wananchi wanaweza kushiriki bila uoga uchaguzi, bila vitisho au ubaguzi. Pia alisisitiza kuwa uhalali wa kidemokrasia unaweza kupatikana tu wakati wapiga kura wanaamini sauti zao ni muhimu na kwamba mfumo utalinda chaguo zao. Bawacha pia iliangazia haja ya kuboreshwa kwa mifumo ya uchaguzi, ikiwa ni pamoja na mifumo iliyo wazi ya uwajibikaji, uangalizi thabiti na ulinzi kwa makundi yaliyo hatarini. Kwa maoni yao Bawacha, uboreshaji wa michakato ya uchaguzi lazima uende sambamba na kuheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria, kinyume na uchaguzi uliopita, na uchaguzi huu mpya uweze kufuata masharti yoyote yaliyowekwa. Madai haya yanapoenea, miitikio katika wigo wa kisiasa inaendelea kujitokeza, huku wafuasi wakiutazama mwito wa uchaguzi mpya Tanzania kama hatua ya lazima kuelekea upya wa demokrasia, wakati wakosoaji wanahoji kuwa unaweza kuongeza kutokuwa na uhakika wa kisiasa. Hata hivyo, mjadala wenyewe unaonyesha jamii inayokabiliana waziwazi na maswali ya uhalali na utawala. Shinikizo jipya linaongeza orodha inayokuwa ya changamoto za kisiasa zinayoikabili serikali, haswa huku kumbukumbu za uchaguzi wa Oktoba zikisalia kuwa mpya na ambazo hazijatatuliwa kwa raia wengi hadi sasa. Wachambuzi wanaona kuwa jinsi utawala unavyojibu madai haya ya Bawacha kunaweza kuchagiza kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa kisiasa wa Tanzania katika miaka ijayo. Kwa watazamaji wengi, msimamo wa Bawacha ndani ya Chadema unasisitiza mapambano mapema juu ya maana ya demokrasia nchini Tanzania, hasa kuhusu ushirikishwaji, usawa wa kijinsia na uaminifu wa kitaasisi. Msitizo wa uzoefu wa wanawake umeongeza mwelekeo wenye nguvu wa maadili kwenye mjadala na kuupanua zaidi ya siasa za vyama. Wakati mijadala hii ya uchaguzi mpya ikiendelea kushika kasi mitandaoni leo, Watanzania wengi wanafuatilia kwa karibu kuona iwapo miito hii itatafsiriwa kwa vitendo au kubaki sehemu ya porojo za kisiasa zinazoendelea. Mashirika ya kiraia, viongozi wa kidini na wataalamu wa sheria wanazidi kuvutwa katika mazungumzo hayo, huku baadhi wakihimiza mazungumzo na mageuzi kama njia ya kuzuia mgawanyiko mkubwa zaidi na kurejesha umoja wa kitaifa kabla ya mchakato wote wa uchaguzi ujao. Wakati huo huo, hali inayoendelea inaiweka Tanzania chini ya uangalizi unaokuwa wa kikanda na kimataifa, hasa kuhusu kujitolea kwake kwa kanuni za kidemokrasia na utawala jumuishi. Waangalizi wanaona kuwa jibu la serikali kwa madai haya, iwe kwa ushirikiano, mageuzi au upinzani, litakuwa na jukumu muhimu katika kuunda utulivu wa ndani na sifa ya kidemokrasia ya nchi nje ya mipaka yake. Mtazamaji, hata hivyo, Samia Suluhu bado hajaweza kujibu ombi au madai haya ya uchaguzi mpya. Hatimaye wito huu kutoka kwa Bawacha na upinzani mpana wa Chadema unaonyesha hitaji pana la uwajibikaji, haki na uwakilishi wa kweli katika mfumo wa kisiasa wa Tanzania. Wakati taifa likisimama katika njia panda hii, miezi ijayo inaweza kuwa muhimu katika kubainisha iwapo Tanzania inaelekea kwenye mwafaka mpya wa uchaguzi kidemokrasia au itaingia katika kipindi kingine cha mzozo wa kisiasa wa mitandaoni wa muda mrefu.